would like to assure the people of Kenya that there is nothing like that whatsoever. That IEBC, this commission stands for transparency and accountability. Na mtazamaji, baada ya UDA kushindwa kwenye uchaguzi mdogo kwenye eneo bunge la Olkalau, inaonekana tunapoelekea pale mwaka wa 2027 kuna mageuzi ambayo serikali ya Kenya Kwanza inataka kuyafanya ndani ya tume huru ya uchaguzi na mipaka hapa nchini Kenya. Wanataka kubadilisha vile ambavyo uchaguzi umekuwa ukifanywa. Kabla asija wafahamisha kwa kiundani watazamaji wangu kuhusiana na ripoti ambazo tunazipata kutoka kwenye tume huru ya uchaguzi na mipaka hapa nchini Kenya IEBC, kuhusiana na ripoti ambazo zimekuwa zikigonga vichwa vya habari ya kwamba IEBC inataka kubadilisha vile ambavyo imekuwa ikitangaza matokeo ya urais tunapoelekea kwenye uchaguzi ujao mwaka wa 2027. Ningependa kukuomba uweze kulike video na pia usubscribe ndipo kwa kwanza kuzipata habari punde tu ninapozichapisha. Na mtazamaji, hatimaye tume huru ya uchaguzi na mipaka hapa nchini Kenya IEBC imevunja kimya baada ya ripoti ambazo zimekuwa zikigonga vichwa vya habari ya kwamba tunapoelekea kwenye uchaguzi ujao mwaka wa 2027 tume huru ya uchaguzi na mipaka hapa nchini Kenya itakuwa inafanya mageuzi, itakuwa inasimamisha ile live streaming ya matokeo ya urais na matokeo mengine ambayo yamekuwa yakifanywa kule Bomas House of Kenya, ambalo ndio jengo ambalo linajulikana kwa umaarufu wa kutangaza uchaguzi na matokeo ya urais. Matokeo ya moja kwa moja yalikuwa yanapendekezwa eti yaweze kusimamishwa. Hii ina maana ya kwamba watazamaji wangu 2027 endapo hayo mapendekezo yatapitishwa, ina maana ya kwamba hamtakuwa mnajua matokeo ya urais vile ambavyo yatakuwa yanahesabiwa, na badala yake mtakuja tu kuambiwa matokeo ya mwisho. Mnajua watazamaji wangu, kawaida tumekuwa tukifuatilia matokeo ya urais moja kwa moja kutoka kwenye tume huru ya uchaguzi na mipaka kule jijini Nairobi, kutoka kwenye jengo la Bomas of Kenya, ambapo tunaona kama rais ameongeza na kura 1000, tunaona zinaongezeka. Lakini sasa ili pendekezo linakuja kuondoa hiyo sheria. Hii ina maana mambo yatakuwa yanafanywa chini ya maji. Hakuna Mkenya atajua William Samoei Ruto atapata kura ngapi kutoka kwenye eneo fulani, ama mpinzani wake amepata kura ngapi kutoka kwenye eneo fulani, na badala yake mwisho wa siku atakuja tu kuambiwa haya ndio matokeo ya mwisho. Lakini Wakenya watazamaji wangu, baada ya kulalamika kuhusiana na hayo maamuzi, sasa siku ya leo Erastus Ethekon, mwenyekiti wa IEBC, hatimaye ameweza kuvunja kimya na kutupilia mbali hayo madai na kusema kwamba IEBC iko tayari kufanya kura kama vile ambavyo zimekuwa zikifanywa. Utangazaji utafanywa kama kawaida na hakuna mabadiliko yoyote ambayo yatakuwa yanashuhudiwa pale mwaka wa 2027. Hebu sikiza ujumbe kutoka kwa Erastus Ethekon, mtazamaji wangu, akizungumza siku ya leo kuhusiana na hayo madai ya kwamba IEBC itasimamisha matangazo ya moja kwa moja kwenye uchaguzi wa urais pale mwaka wa 2027. Yesterday we woke up to the headlines, to the news that IEBC has made proposals to stop live streaming of election results. And I can see the internet is abuzz with all that. I would like to assure the people of Kenya that there is nothing like that whatsoever. That IEBC, this commission stands for transparency and accountability. And we will be the last people to make any decision or any proposals to stifle the freedom of media to check what we are doing, including live streaming of the election processes. So whoever manufactured that story, we need to know where they found those stories from. But as IEBC, we want to state here categorically that we have not made any such decision, neither have we made any proposals to Parliament to try and stop live streaming. If anything, the last time I checked, we converged here at Pullman Hotel with the Kenya Media Sector Working Group. That group brings together the Kenya Union of Journalists, the Kenya Editors Guild, and everybody in the media sector. And we signed an MOU in front of the media
that, among other things, enables us to collaborate and partner with the media, for the media to scrutinize, for the media to work with us to ensure that we educate and inform Kenyans on all the processes that we are undertaking as a commission, including the live streaming of our election processes. And we have seen it even during the by-elections. The media has been there, and they have been a very important partner to us in informing and showing Kenyans every process we're doing. Whether at the polling station or at the tallying centers, the media has always been there, and it shall continue to be there as long as we work in this commission and we serve the interests of the public and the Kenyans. So we want to condemn those ones, those people who are propagating that misinformation and propaganda, and we want to tell those people that in as much as they have the freedom to publish anything, they should know that anything that undermines the integrity of our elections stands condemned by this commission. So I would like to end there. So I hope our members of the fourth estate present here will communicate to Kenyans in equal measure that there's nothing like that whatsoever. And our result transmission, when the time comes, we will communicate to Kenyans on how they will get their results, and they'll be there with us as partners. Thank you very much. Na mtazamaji, sasa mambo yanazidi kuchemka tunapoelekea pale mwaka wa 2027, kwa sababu tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC ndio inategemewa sasa hivi. Wakenya wote wanaiangalia, je, itaendesha uchaguzi ambao utakuwa ni wa haki na usawa, uchaguzi ambao hautakuwa na fujo na ghasia, na kiongozi ambaye ameweza kuchaguliwa na wananchi ndiye ambaye ataweza kutangazwa kweli, kwa sababu kule upande wa Olkalau kwenye uchaguzi mdogo, mambo ambayo tuliyashuhudia kule kwa kweli hatungependa yaweze kujirudia pale mwaka wa 2027. Mpaka guns wanakuja wamebeba bunduki, wamekuja wamefunga nyuso zao, wanakuja wanataka kutake over polling station. Haya mambo ambayo yalifanyika pale Olkalau, watazamaji wangu, endapo yatashuhudiwa pale mwaka wa 2027, basi ujue huo uchaguzi utavurugika. Kuna fujo na ghasia ambazo zitashuhudiwa, na sio kidogo, kwa sababu lile tu lilikuwa ni eneo moja la Olkalau. Hebu imagine mtazamaji wangu, katika kila kituo cha kupiga kura hapa nchini Kenya kukishuhudiwa mambo kama hayo, wakati wananchi wanalinda kura zao, kuna watu ambao wanakuja na bunduki wanataka kuwafurusha. Wakati uchaguzi ulikuwa wa haki na usawa, wacha wananchi wasubiri matokeo mpaka dakika ya mwisho. Sasa mbona mnawafurusha? Ni nini ambacho walitaka kukifanya wakati wananchi wameenda nyumbani? Pengine ni visa vya wizi ama visa vya kuleta hizo marked ballot papers, but all that did not work. Watu wa Olkalau walisimama ngangari, na hivyo ndio itafanyika pale mwaka wa 2027. Mambo mengine ambayo yanaanza kufanyika sasa hivi, Wakenya wanajiuliza maswali mengi kuhusiana na utendakazi wa tume huru ya uchaguzi na mipaka hapa nchini Kenya. Je, inatolewa masharti na viongozi wa serikali ya Kenya Kwanza, ama inajisimamia yenyewe ili iweze kuwafanyia wananchi uchaguzi ujao wa mwaka wa 2027, uchaguzi ambao ni wa haki na usawa, transparent, uchaguzi ambao hauna fujo, na uchaguzi ambao watazamaji wangu kwa kweli tutaona umeendeshwa kwa njia ambayo ni ya amani. Cha muhimu zaidi ni kuhakikisha kwamba hakuna fujo. Kwa hiyo ni tume huru ya uchaguzi na mipaka hapa, tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC hapa nchini Kenya ndio itakuwa mstari wa mbele kudumisha amani, kuhakikisha kwamba hakuna fujo, hakuna ghasia, kwa vile ambavyo wataendesha hilo zoezi la uchaguzi wa mwaka wa 2027. Hasa Wakenya wengi wako hapa kwenye uchaguzi wa urais, kwa sababu asilimia kubwa inaona ya kwamba nchi ya Kenya inaelekea pabaya chini ya utawala wa Rais William Samoei. Tunakomea hapo watazamaji, lakini nyinyi sijui mko na maoni gani kuhusiana na hayo mageuzi ambayo alikuwa anapendekezwa kusimamisha matangazo ya moja kwa moja kutoka kule Bomas House of Kenya pale mwaka wa 2027. Endapo ingefanyika hivyo, kweli Wakenya wangekubali ama wangeamua kukataa kabla ya 2027? Na wewe Mkenya, je, unakubaliana na hilo pendekezo, hiyo live streaming ama matokeo ya moja kwa moja kutoka kule upande wa IEBC yaweze kusimamishwa? Niache maoni yako hapo kwenye eneo la comment mtazamaji wangu, na kabla sijatamatisha, ningependa kukumbusha tena ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe na pia uweze kulike, share na comment, ndipo ujumbe ama hizo habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Msana bado watazamaji, nitakuwa narejea vipunde na habari zaidi za kuwafahamu.